Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alinipa jina hilo. Najivunia ukiniita Khayeshe. Nashukuru na kufurahi kwa sababu Khayeshe ni jina la kupeleka injili kwa watu wote duniani watakaosikia ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninawakaribisha wote wenyeji wa mji wa Mazeras. Hivi sasa ni kipindi cha afya na nataka niende kwa kufululiza ili tukuelewa. Kwa hivyo ninaomba wale madaktari ambao tulikuja nao wawili, sijui kama ningeweza kuletewa, walikuwa ndani ya gari, kama ninaweza kuletewa madaktari hao nikiwa naendelea kufundisha. Nataka niweze kuomba kwa ajili ya kipindi hiki. Baba mtakatifu uishie mbinguni, jina lako litukuzwe milele, maana wewe ndiye unayestahili. Asante kwa nafasi hii ambayo umetupa ili watu wako waweze kuzidi kupona. Baba, ninaomba nyosha mkono wako tunapojifunza sheria hizi 8 za maisha, ili watu wako waweze kuishi maisha yaliyo bora, ambayo ni maisha ambayo unayatakia kwa watu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Kwa hivyo jana tuliweza kujifunza kuhusu sheria ambayo ni ya muhimu sana, ambayo inaitwa maji. Na kusema ukweli, watu wengi wamekuwa wagonjwa kwa sababu hawanywi maji ya kutosha. Watu wengi wameenda kaburini kwa sababu hawakunywa maji ya kutosha. Hata mwingine amenichekesha hapa, ameniambia sasa hapo kwa maji. Najua sasa mimi nashangaa, kama hapa wewe huwezi kunywa maji, basi bara huwezi kunywa maji, kwa sababu hapa ndipo mahali ambapo watu wanastahili kunywa maji sana. Na tunaona kwamba kulingana na hali ya anga, hapa ndipo watu wanastahili kunywa maji ya kutosha, kwa sababu kila wakati unasikia unakauka. Na tuliweza kuona maji yana umuhimu sana katika maisha yako, yana cool temperature ya mwili wako. Kwa hivyo wewe kama hautumii maji ya kutosha, basi inamaanisha kwamba utaungua, mwili utaungua. Hiyo mashini yako, engine yako itanoka. Na ndio sababu inanoka, unakuwa na shida ya kichwa kinauma, unasikia mishipa inauma, kwa sababu damu nayo ni nzito, inahitaji maji, uipatie maji. Kwa hivyo ninakuomba mwenyeji wa Mazeras, tunaweza kuangalia hiki kitu tuweze kuona kwamba ni kawaida tu, lakini watu wengi wamekosa uhai. Watu wengi wanaumia kule mahospitalini kwa sababu hawakunywa maji, maana maradhi yakaweza kuingia. Kwa hivyo tunahitaji maji angalau glass 8 ama 10 kwa siku. Sijui wewe naye nitazama, umekunywa maji kiwango gani leo? Je, umekunywa maji kiwango gani? Kwa sababu unahitaji maji angalau glass 8 ama 10, wewe mtu mzima. Tena pia inalingana na mwili wako na uzito wako. Basi tunaona kwamba unahitaji maji ya kutosha ndani ya mwili wako. Nitaweza kusisitiza kwa sababu hizi sheria hakika ni za kweli, na unapotii sheria hizi utaishi maisha ya afya iliyo bora, na maradhi yataweza kuondoka, kwa sababu maji ni muhimu sana. Tuliweza kuangalia. Sijui kama hizo charts ziko, na kama haziko ni sawa, lakini tulikuja nazo tulipokuwa tuliweza kuja nazo, na ni za maana sana na muhimu kwa watu wa Mazeras. Kama haziko hivi sasa nitaonyesha kesho. Leo nataka niweze kuambia ya kwamba tunaweza kutumia maji kwa kuweza kuondoa maradhi. Tunaweza kutumia maji kwa kuondoa maradhi. Niliwaambia tunaweza kufanya kitu kinaitwa hydrotherapy, na watu wengi sana wameweza kupona maradhi kwa hiyo hydrotherapy. Yaani hydro ni maji, therapy ndio hiyo tiba, yaani tiba ya maji. Kwa hivyo tunaona kwamba unaweza kutumia maji kwa kuweza kutoa maradhi. Kwa njia gani? Kwa mfano wale watu ambao wamekuwa na matatizo general kwa mwili wao, like mtu ambaye ako na shida ya arthritis, mtu ambaye ako na shida ya maybe unasikia mzunguko wa damu hautembei vizuri, mtu kama huyo, mtu ambaye ako asthmatic, mtu ambaye ana shida za kukohoa, mtu ambaye ako na constipation, mtu huyu anaweza kufanya hydrotherapy. Na hydrotherapy ni tiba ya kutumia maji. Unaweza kutumia vitambaa kwa kuweza kuziweka katika mwili wako, na unatumia maji, unaweka miguu yako katika besheni,
ambayo hiyo besheni ina maji ambayo miguu yako inaweza kumanage kuingia ndani, ama katika ndoo wakati wa asubuhi, pale asubuhi mapema, na wakati jua limekul kama wakati huu wa jioni, unaweza kuchukua miguu yako unaweka ndani ya ndoo ya maji ambayo ni ya joto, ambapo mwili wako unaweza kuingiza hiyo miguu. Wewe ndio utaweza kuangalia kama inakuchoma au la. Alafu utakaa kwa kiti, uweke miguu yako ndani ya maji, uweze kuchukua kitambaa. Wakati unaanza kuhisi maji, unaanza kusweat, unasikia kama sweat, unasikia kama ni kama joto limeanza kupanda la maji hayo. Alafu unachukua kitambaa cha maji baridi, unaweka pale, ama ka face towel, unaweka pale towel yako, unaweka kwa kipaji cha uso ambayo ni baridi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile maji ambayo iko kwa miguu inaenda juu, damu inakimbia kwa ubongo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ubongo ni engine ambayo ukiwekea maji moto, maana huku ni moto, huku ndio kunakuwa na baridi chini ya miguu. Kwa hivyo tunaona kwamba kwa miguu unaweka maji moto, na kwa huku kwa kichwa unaweka maji baridi ku cool the engine. Alafu kutakuwa na circulation nzuri katika mwili wako, na utaona maradhi yakiondoka katika mwili wako. Lakini tuna tahadhari ya kwamba yule mtu ambaye ako na upungufu wa damu, yule mtu ambaye ako na shida ya pressure, huyo mtu lazima aweze kuja, tuweze kumsaidia, kwa sababu lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Tunaona ya kwamba unapochukua maji ya uvuguvugu au unayaweka kwa miguu yako, alafu unaketi unaweka hiyo miguu, unachukua kitambaa cha maji baridi, baadaye kama unaanza kuhisi lile joto, unaweka kwa kipaji cha uso wako. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati hicho kitambaa kinakuwa na joto, unatoa tena unaweka kwa maji baridi, unafinya, alafu tena baadaye unarudisha katika kipaji cha uso wako. Hapa unaweka kile kitambaa, na kule katika besheni ama ndoo, kama yale maji ambayo umeyaweka ya uvuguvugu yanapoa, unabeba miguu ya huyu mgonjwa, alafu unachota maji mengine ya joto, unaanza kuongeza ukitumia mkono wako kuweza kuangalia yale maji kama yako sawa, alafu unamuingiza miguu ile ndani, and then ikiwezekana unaweza kumfunika na kitambaa, ama huku hakuna blanketi sana, lakini unaweza kumfunika na kitambaa ambacho kinaweza kuaccommodate lile joto. Unamfunga mpaka kwa koo, sio mpaka kwa kichwa, kwa koo kwenda chini kwa kiti, plus na ile maji ya ndoo ambayo ameweka unayafunika. Kwa hivyo naona kwamba hiyo ni hydrotherapy ambayo inasaidia watu ambao wamegandaganda mwili, watu ambao mzunguko wa damu haufanye vizuri. Hiyo ni general treatment ya mwili, na ita boost immunity yako, na pia itaondoa maradhi katika mwili wako. Kuna njia nyingine ambayo niweze kuambia pia ya kuweza kutumia maji. Sijui kama mnaniona watu wa Mazeras, kuna kitu ninawaonyesha hapa, kinaitwa hot water bottle. Hot water bottle hii imesaidia sana watu wengi, hata wale ambao wanapata ajali alafu wanaendelea kupona. Basi hii itakusaidia kuondoa uchungu ambao pengine umepata shida katika miguu yako, umevunjika mguu ama mgongo, ama umeweza kupata fracture, unaendelea kupona. Basi hii inaitwa ndio hii nimeweza kuiraise hapa. Yule mtu ambaye ananisikia anaweza kuona kile kitu ambacho nimeshika. Kitu hiki unakipata katika supermarket. Kama hauwezi kuipata, unaweza kutuuliza tukuagizie, itaweza kukusaidia sana. Kila mama anastahili kuwa na kitu hiki. Hiki kitu kimetibu wagonjwa wengi sana, na nimeweza kuweka ni raba ambayo iko hapa ndani, na imetengenezwa kuwa kama kamfuko, na baadaye imeweka nguo ili siweze kukuchoma wewe. Alafu unaingiza ndani maji moto, unaweka maji moto ambayo umechemsha kama ya chai, unaiweka nusu, alafu unaweka, inakuwa hii tayari nimeiweka maji. Kwa hivyo tunapata kwamba ile sehemu kama ni mgongo unaumwa, wamama sana mnachoka kuketi sana, unasikia unaumwa na mgongo, unaumwa na kiuno,
tunaona kwamba unachukua hii, unaweka hayo maji na unaweka katika mgongo wako, unafunga vizuri, kina kifuniko kizuri sana. Hot water bottle imeweza kuponya wagonjwa ambao wamekuwa na shida ya kifua. Wewe ambaye una shida ya kifua, unashindwa kupumua vizuri kwa sababu ya respiratory system, unachukua unaweka kwa kifua chako. Unachukua unaweka kwa kifua. Mumeona nimeweka kwa kifua changu. Nimeweka kwa kifua changu. Na baadaye unawezeka hata ndani ya t-shirt. Hii inaguza mwili wako. Kuweka ama unavaa t-shirt na unaweka. Na unasikia vizuri. Unatembea kufanya shughuli yako iko ndani. Utaweza kusikia vizuri sana. Kwa hivyo hii chupa ni ya maana sana watu wa Mazeras. Mimi huwa inanisaidia mahali popote niendapo, naenda na chupa yangu, naweka maji, na kama ni miguu inaniuma, pengine kuna baridi, nahisi baridi kwa miguu, ninachukua ninaweka kwa miguu na ninasikia lile joto linapanda. Aya, pengine malazi yako kule Western malazi ni baridi. Sijui kama huko kuna kuwa na baridi, kuna msimu wa baridi. Sometimes unaona unahisi baridi. Ukichukua hii hot water bottle, unaiweka kwa malazi yako, mahali unalalia, tunaiweka kando. Itakupatia joto ambalo unahitaji na utakuwa sawa. Kwa hivyo hii ni chupa ambayo ni ya maana sana katika nyumba zetu. Ni nzuri kwa first aid, zitakusaidia wale watu ambao wana shida ya wanasema kwamba tuna shida ya pengine periods zinakuwa scanty periods. Unachukua hiki tu, unaweka maji joto, unaanza kupapasa tumbo lako, ama unaweza kuibandika pale chini katika tumbo lako, na unakaa kama iko pale kwa muda wa dakika, lakini kama 10-15 unaondoa. Alafu tena unakuja tena unaweka. Utaona mambo ya kushangazwa sana na kitu kama hiki. Kwa hivyo yule ambaye anahitaji ataweza kuniona, itaweza kukusaidia sana. Hii inakupatia, unaweza kuifanyia nayo massage. Hii unaweza kuifanyia nayo massage mgongo wako, mguu wako, mahali umeumia, itaweza kusaidia. Kwa hivyo maji ndio imewekwa hapa na ni ya maana sana katika maisha yako watu wa Mazeras. Kwa hivyo hiyo ni sheria ya kipekee sana, kutumia maji. Na si hiyo peke yake, tutakuja tena kuwaonyesha siku nyingine jinsi unaweza kutumia maji na mgonjwa wako ambaye ako na fever iko juu. Unatumia maji kurudisha hiyo temperature chini, unamfunga huyo mfungo, unachukua kitambaa unaika kwa maji ambayo ni baridi, unamfunga na hiyo kitambaa yote, unamfunga mpaka unakuja unafika hapa umemfunga. Alafu baadaye unafunga kama ni towel nzito ama blanketi nzito, unamfunga. Ya baridi iko ndani, ile imekauka iko nje. Tunaona ya kwamba ukifanya hivyo unatoa kupitia kwa ile baridi, unatoa lile joto ama ile fever ndani ya mtoto wako ama mtu ambaye ana hali kama hiyo. Lakini mafundisho kama haya mara nyingi tunakuja kukufundisha kama tuko sawa, tumeketi chini, unaelewa ni kitu gani ambacho tunakuelezea, tiba ya maji. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu hizi tiba zimeweza kuwasaidia watu wengi sana. Nataka niweze kuzungumza kitu kidogo kuhusu jua. Kuhusu jua. Jua ni la maana sana katika maisha ya mwanadamu. Nataka msomaji aweze kunisomea, kwa maana tunasema kila kitu kinatoka ndani ya maandiko. Sheria hizi 8 ni Mwenyezi Mungu alitupa, na hizi sheria 8 ndizo zina govern maisha yetu. Hizi ndio sheria za maisha. Kwa hivyo wewe ukitunza hizi sheria za maisha, magonjwa na maradhi yanatoka, kwa sababu unaishi sawa sawa na kutunza mwili wako, na Mwenyezi Mungu anakubariki kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo msomaji wangu, tunataka tuweze kuangalia Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusu sheria hii jua. Katika kitabu cha Mwanzo 1:19, Mwanzo 1:19 inasema namna gani? Mwanzo 1:19, msomaji, inasemaje? Naam. Inasema ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya 4. Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. 21. No, Mwanzo 1:16.
Mwanzo 1:16 msomaji. 16, okay, 16 nasema Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Mungu aliweza kufanya mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana. Ule mkubwa ambaye ni jua utawale mchana. Na ule mdogo utawale usiku. Ule mdogo ambao ni mwezi ambao tunautazama utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Aha. Asante sana msomaji wangu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba jua. Unajua Mwenyezi Mungu alitengeneza hivi vitu kwanza kabla hajamuumba mwanadamu, kwa sababu alijua mwanadamu atazitegemea. Kwa hivyo aliumba kila kitu, mwanadamu ndiye aliyekuwa wa mwisho. Na hivi vitu vyote ambavyo alivitengeneza Mwenyezi Mungu aliweza kuziweka uwezo na akaziwezesha kutusaidia sisi wanadamu. Kwa hivyo tunaona kwamba mwanga ambayo ni jua ni la maana sana kwa watu wote hapa Mazeras. Watu wanastahili kuweza kuota jua. Nashukuru wamama huwa mnaota jua. Asubuhi mnakuja mnashughulika mnaota. Kwa hivyo tunaona kwamba jua ni la maana sana katika maisha ya mwanadamu. Every living thing in our world is dependent on sunlight. Kila kitu kinahitaji jua. Kitu chote ambacho kinaishi katika dunia hii, hata wadudu wanategemea jua. So without sunlight nothing would live. Hakuna chochote. Kama hakuna jua hakungekuwa na uhai. Hakuna. Kwa hivyo tunaona kwamba jua ni la maana sana katika maisha yetu. Jua linatusaidia kufanya nini katika mwili wetu? Tunaona kwamba jua linapunguza ile level ya sugar ama mgonjwa wa sukari. Sukari kama imepanda, jua linarudisha na kuregulate hiyo nini? Sukari, ugonjwa wa sukari. Na ndio niliwaambia watu wa Mazeras, ikiwa una masikio na uyasikie, kwa sababu itafika mahali tutashindwa, ikitaumana watu wanashindwa watajisaidia namna gani. Lakini hii inakupa for free ya kwamba uende ujisaidie. Wewe mtu ambaye uko na shida ya sukari, sikiza maneno haya. Jua lile la asubuhi ambalo linachomoza, jua la saa 1, lile jua ambalo linakaa orange, hilo ndilo jua ambalo ninalizungumzia. Hilo ndilo jua litakupatia kila kitu, virutubishi vyote itakupatia na inakusaidia, na sukari yako itakuwa normal. Niliwaambia hizi sheria 8 ni sheria ambazo zinashughulikia maisha yetu. Zinashughulikia na ni tiba na ni sheria. Ni tiba na ni sheria na ni za hakika. Mwenyezi Mungu ndiye aliziwekea rubber stamp. Yeye ndiye daktari wa madaktari wote duniani. Yeye ndiye anayeelewa vile mwili wako unafanya kazi. Kwa hivyo tunaona kwamba ukitega masikio kwa hizi sheria 8 ambazo nimezungumzia katika soko hili, utapona katika jina la Yesu Kristo. Utapona mtu wa Mazeras. Kwa hivyo tunaona ya kwamba jua linatusaidia lower the blood sugar na pia blood pressure. Watu wanalia magonjwa ya pressure. Wewe kaa kwa jua wakati wa asubuhi, lile jua la asubuhi mapema saa 1 mpaka saa 2, saa 2:30 hapo saa 3. Ota hilo jua. Wanasema ogelea jua. Yaani kuogelea jua sio kuonja kidogo uko nje unarudi. Ogelea jua, liingie pale. Jua lile la asubuhi, wachana na la mchana. La mchana litaleta shida, linaweza kuletea skin cancer. Na ndio sababu unaona watu wana miavuli kwa sababu ya miale ya jua hiyo kali. Nazungumzia lile jua la asubuhi na lile jua la jioni linapotua. Hilo ndilo linaweza kukusaidia, maradhi haya yanaondoka. Kwa hivyo jua linashughulikia maradhi gani? Linashughulikia magonjwa ya sukari, linashughulikia magonjwa ya blood pressure ambayo iko juu, lina lower cholesterol ambayo iko ndani ya mwili wako kwa kuweza kuiconvert into vitamin D. Jua ni la maana sana. Alafu lina utilize calcium na phosphorus, ina increase red blood cells. Jua ambalo watu walitaki asubuhi, watu wataki kuamka asubuhi waweze kuota jua. Hilo jua ni la maana sana katika maisha yako. Ina increase red blood cells, yani chembe za damu zile nyekundu. Alafu tunaona ina increase white blood cells. Unapoota jua, hivyo ndio mwili wako unakuwa na white blood cells. Na tunajua hizi chembe za damu nyeupe zinasaidia kinga, zina fight diseases. Kwa hivyo wewe kama unataka uwe na kinga iliyo thabiti katika mwili wako, basi ota jua. Ni la maana sana, Mwenyezi Mungu ukatupa dawa hiyo.
Pia ina strengthen immune system yetu. Tunaona ya kwamba unaambiwa immune system yako kidogo, kinga ya mwili iko chini, ndio sababu maradhi yanaingia. Basi tunaona jua hilo linakusaidia, mwili wako unakuwa thabiti. Tunaambiwa pia ina calm the nerves zako. Tunaona mishipa ya mwili, mishipa ya nyama inatengeneza na inakusaidia sana. Pia ina increase adrenaline, pia tunaona ya kwamba ina destroy germs kwa skin yako, na pia tunaambiwa kwamba ina increase circulation, na pia ina eliminate pesticides. Like unataka niweze kuambia kuna pesticides na other chemicals ambazo ziko ndani ya system yako. Kwa hivyo wewe unapotajua ina uwezo wa kutoa hizo pesticides ambazo zinakuwa katika mwili wetu. Wapendwa wa Mazeras, tunaona ya kwamba kuna wamama ambao, ninapomalizia, kuna wamama ambao wamekuja mara nyingi wanakuambia, mimi mtumishi wa Mungu nimekuwa na shida ya ugonjwa wa kujikunakuna katika sehemu nyeti. Wamama ambao mnanisikiza, msikie maneno haya, kwa sababu mnayo maneno lakini mnaogopa kusema. Alafu baadaye katika ndoa mnasema kwamba wanaume wamewaletea ugonjwa, wamewaletea UTI, wamewaletea STD. Wewe sikiza mama, katika eneo hili kama unasikia, na kama wewe ni mwanamume unasikia, sikia haya maneno, uambie mke wako ya kwamba aanike nguo yake ya ndani pale kwa jua, sio kwa bedroom, sio kwa toilet. Hiyo nguo kila mtu anayo, awe ni mwanamume mwanamke, wote wanavaa nguo ya ndani. Hakuna mtu ajui dunia hii. Wewe osha vizuri, anika. Kama ni kufunika leso, afunika pale kaleso kako, basi wewe anika pale, miale ya jua iweze kuendea. Na pia taweli yako ambayo unajipanguza nayo kila siku, unahitaji kuweza kuanika kwa jua. Maana gani nasema hivi? Ni kwa sababu hapa coast joto ni nyingi sana, na unapotumia vitu hivi vinatoa kuna ile nini ina grow, kwa mfano kwa mikate, pia kwa towel itamea, pia kwa nguo yako ya ndani itamea. Unapovaa inaleta shida hizo, baadaye unaanza kujikunakuna, baadaye unaanza kusema kwamba mume wako amekuambukiza ugonjwa. Nimekupatia dawa na tiba ya shida hiyo, na utaweza kufanikiwa sana. Kwa hivyo jioni ya leo, Mungu aweze kuwabariki mnapoendelea kupona, mnapotibiwa na hizi sheria 8 na madaktari wa 8 ambao Mungu mwenyewe aliwatia muhuri, maana yeye ndiye daktari wa madaktari wote. Yeye ndiye anayejua structure ya mwanadamu. Mungu aweze kuwabariki sana. Hebu na tuombe. Baba mtakatifu uishie mbinguni, jina lako litukuzwe milele, maana wewe ndiye daktari wa madaktari. Wewe ndiye unayejua mwili huu vile umetengenezwa. Kwa hivyo tunapotunza sheria 8 za afya, umesema hakika tutapona katika jina la Yesu. Ponya watu wa Mazeras. Saidia watoto wako wameumia kwa muda mrefu, wasaidie waweze kupona. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Asanteni sana.